zinafanana kabisa, na saa nyingine wanakuta huku, saa nyingine ni nafuu zaidi, na tutaendelea kulifanya hilo kwa sababu tunaelewa mahitaji ya wananchi ni chakula, na sisi mikakati yetu serikali tunaendelea kupambana na hili jambo ili tuhakikishe bei za vyakula tunaendelea kuzikontrol kwa kadiri tunavyoweza. Nimalizie kwa kuwaomba wafanyabiashara. Amelisema hapa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwezi huu ni mwezi wa kuchuma, lakini sio faida ya biashara, ni mwezi wa kuchuma thawabu. Kwa hiyo kipindi hichi kisitumike kuwakomoa watu, na sisi tumetuma timu yetu juzi, walikuweko hapa, wameletea taarifa. Alhamdulillah, tuna chakula cha kutosha, si mwezi wa Ramadhani tu, hata tukimaliza mwezi wa Ramadhani chakula Zanzibar kipo cha kutosha. Kwa hiyo alhamdulillah, hatuna changamoto hii, vyakula vyote muhimu vinapatikana, na sisi tutaendelea kulisimamia hili, na kwa kadiri tutakavyoweza tutaona namna gani tunaweza kucontrol hizi bei ili wananchi waendelee kupata unafuu kadiri iwezekanavyo. Tuendelee kudumisha amani tulionayo. Kwa kweli mimi na wenzangu tunaendelea kupata faraja. Pemba hii kwa mara ya kwanza tokea mfumo wa vyama vingi umeingia 92. Nadhani uchaguzi wa mwanzo wa vyama vingi ulikuwa 95. Mimi nilikuwa mwanafunzi Fidel Castro. Mpaka leo haijawahi kumaliza shughuli hizi za uchaguzi Pemba pakawa salama, lakini mara hii alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunawashukuru wananchi wote wa Zanzibar. Kwa kweli ni jambo la kupigiwa mfano. Hili jambo tuliendeleze kwa kipindi chetu chote. Nimelisema hili kwa sababu mara nyingi huku Pemba ndio tulikuwa waathirika wakubwa, na sijui kwa sababu gani. Sisi wakati ule miaka 90 tuko shule, ukitoka shule ikifika wakati wa uchaguzi kuna matukio yanatokea mbalimbali tu, lakini kipindi hichi alhamdulillah tulisimama, viongozi wetu wa dini, viongozi wa kisiasa, baadhi tulikuwa tunasema sana, na viongozi wetu wakuu walilizungumza sana hili. Alhamdulillah, kwa kweli mimi nichukue nafasi hii kuwapongeza sana na kuwashukuru sana wananchi wa Pemba, lakini na wananchi wa Zanzibar kwa ujumla. Mheshimiwa, sisi wananchi wa mikoa hii miwili, kwa maana mkoa wa Kaskazini Pemba lakini pia na mkoa huu wa Kusini Pemba, tunaendelea kuwashukuru na kuwapongeza viongozi wetu kwa mwendelezo wenu ambao mnaendelea kuwa nao katika kutuongoza, kutuelekeza na kutusimamia katika mambo mbalimbali ya kijamii na kiuchumi katika nchi yetu. Mheshimiwa, hapa tunapotoka isingelikuwa kazi rahisi sana ya kuweza kumuita mwenzako akakuitika kwa urahisi, lakini tunashukuru mashirikiano, umoja wetu na mshikamano wetu ambao tuko nao, tunashirikiana vizuri sana kwa kweli. Kipindi kama hichi cha siku hizo zilizopita na matokeo ambayo yamepita, Mheshimiwa, ilikuwa si kazi rahisi, lakini leo hii alhamdulillah tunashirikiana katika harakati zetu mbalimbali bila tofauti yoyote ambazo tunazo miongoni mwetu. Huwezi kutofautisha tunapokaa pamoja kama huyu ni nani. Hii yote ni juhudi yenu viongozi wetu wakuu, ambayo viongozi wetu mmekuwa mkitekeleza kivitendo, nayo ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, man fatara as-saiman falahu ajru mithlu as-saim wa la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, kwamba yeyote mwenye kumfuturisha mtu mmoja, mwenye kumfuturisha mfungaji, ana ujira, ana malipo sawa sawa na malipo ya yule mfungaji mwenye kufuturishwa, na katika malipo haya hakuna chochote kinachopungua katika thawabu za yule mfungaji. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa kweli
umetufuturisha hapa, zaidi ya watu 200 tumekusanyika. Kwa mujibu wa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe una ujira wa funga yako na una ujira sawa sawa na funga ya kila mmoja katika sisi. Ulitufuturisha na sisi hatuna hofu kwamba hatupunguziwi chochote katika yale ambayo tunayostahiki katika malipo. Kwa kweli tunashukuru sana viongozi wetu katika hili, na naamini kwamba mmekusudia kutupa darasa ya yale ambayo mmekuwa mkituhimiza katika kutuhimiza kwenye umoja, mshikamano, upendo na kuhurumiana, na hichi ni kielelezo cha huruma zenu kwetu, na haya ndiyo aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo waalikwa wenzangu, viongozi wamekuwa ni mfano wa kuigwa kwetu, tunatakikana tuige. Wako ndugu zetu ambao mpaka leo hawajawahipo kukionja hata chakula kimoja mithili ya vyakula hivi ambavyo kwamba tumevila. Ijapokuwa hatuna uwezo wa kuweza kufuturisha makundi makubwa kama haya, lakini jirani yako, ndugu yako, jamaa yako, basi ukimpelekea pengine robo kilo ya tambi, basi tayari umepata thawabu za kumfuturisha mfungaji, na ikiwa atanufaika yeye na familia yake, basi utapata thawabu sawa sawa na familia nzima. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.